Manake hatutakuwa na mapesa kwenye gari kama hivi tuwagaie. Maana yake ni kufungua fursa za kiuchumi, ili kila Mtanzania anapofanya biashara yake, kila Mtanzania anapofanya aidha ni kilimo au uwekezaji wowote ule, uweze kuleta matunda, aweze kupata faida, na matokeo yawe ni kubadilisha uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini na taifa letu kwa ujumla. Tanzania oye! Mbele vingine ambavyo tumesema vile vile ni kuangazia suala zima la rushwa na uwajibikaji kwa Watanzania wote. Mtanzania yoyote anayetaka huduma yoyote ile, ofisi yoyote ile, aweze kuipata bila kikwazo chochote. Tunaamini Tanzania bila rushwa inawezekana. Katika eneo hili tutaazimia kuboresha mifumo yetu ya kodi, ili kila Mtanzania aweze kulipa kodi kwa utashi wake. Maana kodi ikiwa inawezekana na kila Mtanzania ana uwezo wa kuimudu, maana yake kila Mtanzania ataona umuhimu wa kulipa kodi kwa maslahi mapana ya taifa letu. Uwekezaji wowote ambao tutaufanya, endapo kodi itatosheleza, kodi itaweza kulipwa bila bughudha ya aina yoyote, maana yake tunarudisha huduma kwa wananchi wa Tanzania. Tanzania safi! Tanzania oye! Lakini katika eneo lingine ni suala zima la uwekezaji na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Uwekezaji tutaangazia katika eneo ambalo wawekezaji wanapokuja nchini waweze kufanya kazi sambamba na Watanzania. Uwekezaji wowote ule ndani ya nchi yetu uweze kuwa na tija na manufaa kwa Watanzania wazawa. Maana yake ufungue fursa za ajira kwa vijana wetu na Watanzania wote kwa ujumla. Sio mwekezaji akija anakuja na full ya wafanyakazi wake, kuanzia engineer mpaka mfagizi wa ofisi. Hapana. Sisi tunatamani kuona uwekezaji wowote Tanzania unakuwa ni kwa maslahi ya Watanzania wenyewe. Tanzania safi! Kazia namna ambavyo taasisi ambazo zinatoa mikopo, kutoa mikopo yenye riba na gharama nafuu kwa ajili ya Watanzania wenzetu. Na ndio maana mliona kabla sijaingia hapa kunadi sera zetu, niliingia kwanza kwa wajasiriamali, kuona namna ambavyo wanakutana na changamoto katika biashara zao, ili tunaposema tumedhamiria kuwainua Watanzania, tuongee uhalisia ambao Watanzania wanakutana nao. Vipaumbele vile vitano ambavyo tumesema katika swala zima la kilimo ni kuhakikisha tunainua kilimo kiweze kuleta mabadiliko makubwa katika uchumi wa Watanzania. Maana yake kilimo kifungue ajira za Watanzania. Katika eneo hili Tanzania tuna ardhi ya kutosha, tuna vijana wenye nguvu ya kutosha. Endapo tutawekeza vilivyo kwa kuweka mazingira rafiki na mazuri, na tumaini tatizo na changamoto ya ajira itakuwa ni ya kusikika. Maana yake katika eneo la kilimo tumejipanga kuhakikisha tunakuwa na kilimo cha umwagiliaji kutokana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanapelekea kuwa na uhaba wa mvua. Maana yake tukiwekeza katika kilimo cha umwagiliaji tutafikia malengo ambayo tunayataka, kilimo kuwa mkombozi wa taifa letu. Kilimo oye! Maana yake katika eneo hili tutaboresha namna ya upatikanaji wa mbegu bora, mbegu ambazo zinatoa mazao ya kutosha, ruzuku ya kutosha kwenye mbolea na mambo mengineyo yoyote, ili yaweze kumsaidia mwananchi anapowekeza kwenye kilimo. Lakini vile vile kuwa na maafisa ugani ambao watakwenda katika mashamba na sio kukaa ofisini, ili waweze kuwasaidia Watanzania
na waweze kufikia azma ya kuleta mabadiliko ya kiuchumi kupitia kilimo. Katika eneo hili tumeangazia pia tutawekeza kutoa bima ya kilimo ili kila mwananchi anapokumbana na changamoto yoyote ile bima iweze kumsaidia na asiweze kukimbia kilimo. Tuweze kuona kilimo kama fursa. Kilimo oye! Sera yetu ya kuwajaza watu mapesa, na tunasema kwamba kila Mtanzania anayelima mazao yake aweze kupata soko la uhakika, lakini aweze kuuza popote pale anapotaka, ili mradi ana sifa na vigezo. Ndio pale tunapokuja na ule msemo no cash no cotton, no cash no korosho na kadhalika. Maana yake mtu anapokwenda kuuza mazao yake apate keshi hapo hapo ili iweze kumsaidia, kwa maana kilimo kimekuwa ni ajira. UDP imejipanga kuhakikisha kilimo kinaleta mabadiliko makubwa sana ya kiuchumi. Tanzania oye! Katika eneo lingine ni swala zima la viwanda. Tumeangazia kujipanga kujenga viwanda vikubwa kila mkoa kulingana na rasilimali ilizonazo. Dar es Salaam tunajua tuna viwanda, lakini tutajenga viwanda vikubwa ili viweze kuleta tija na mabadiliko makubwa ya kiuchumi. Pamoja na hayo, lengo kubwa ni kuchakata bidhaa mbalimbali, mazao mbalimbali na bidhaa mbalimbali ili ziweze kuleta tija na kuwa na soko la uhakika. Kurudisha matumizi makubwa ya bidhaa zetu za ndani. Hilo linawezekana. Tunaomba mtuamini siku ya tarehe 29 ili tuweze kuingia Ikulu na kuleta mabadiliko makubwa. Chama chetu kimejipanga kuhakikisha kila Mtanzania anakuwa na bima ya afya kwa gharama nafuu kabisa. Katika eneo hili, suala la mama mjamzito mara tu mimba inapotungwa na watoto chini ya miaka 5, huduma zetu ni bure kabisa. Wazee wote na wote wasio na uwezo, huduma ni bure kabisa. Lazima tuwekeze katika eneo hili kwa sababu afya ndiyo mtaji wa shughuli zozote zile. Tuko hapa leo kwa sababu tuna afya njema, au sio ndugu zangu? Tunaweza kupiga kampeni kwa sababu tuna afya njema. Hivyo ni lazima tuwekeze katika eneo la afya ili kila Mtanzania anapopata changamoto yoyote ya kiafya aweze kupata huduma zinazostahili. Katika eneo hili tunajua kuna wenzetu ambao wako madarakani wamefanya kazi kubwa sana katika eneo hili. Kama ambavyo nimesema tokea awali, lengo letu ni kwenda kuboresha na kufanya huduma nzuri zaidi. Tunaomba mtuamini siku ya tarehe 29 uweze kutupa ridhaa ya kuingia Ikulu tukalete mabadiliko makubwa katika sekta hii ya afya. Chama chetu kimejipanga kuhakikisha tumedhamiria kumtoa mama ndoo kwa 100%. Sasa hivi hata mjini tu unaona maji hayapatikani kwa uhakika, au sio ndugu zangu? Kina mama wanaijua hii sana. Ete hapo vipi? Tunaposema tunamtoa mama ndoo, maana yake tumtue kwa 100%. Tuna rasilimali za kutosha, tuna mito na maziwa makubwa. Tutaweka miundombinu ya kutosha ili swala hili la maji lisiwe kikwazo tena, lisiwe changamoto tena kwa Watanzania wenzetu. Suala la kuunganisha maji kwenye chama chetu cha UDP kwa Watanzania wote watakaohitaji huduma hii itakuwa ni bure kabisa. Piga makofi kwa UDP. Huduma ya kuunganisha maji itakuwa ni bure. Huduma ya kuunganisha umeme itakuwa ni bure. Tunajua
wamefanya wenzetu, lakini sisi tunakwenda kuboresha zaidi kwenye sekta ya umeme, kuhakikisha vitongoji vyote vinakuwa na umeme wa uhakika na wa kutosha. Lengo kubwa ni kuhakikisha tunaposema Tanzania yenye maendeleo, maana yake ni maji ya uhakika, umeme wa uhakika. Endapo mtu atafanya biashara yake yoyote ile, maji ya uhakika, umeme wa uhakika. Chetu kimejipanga kuhakikisha tunatoa elimu bure kuanzia ngazi ya msingi mpaka chuo kikuu. Hilo linawezekana. Tuna rasilimali za kutosha, tuna vyanzo vingi vya kutosha. Maana yake ni kuwa na usimamizi mzuri ambao utaratibiwa na chama chetu cha UDP, wakiongoza na mimi rais ajaye Saumu Hussein Rashidi, ili tulete mabadiliko katika eneo hili. Maana yake tutaboresha huduma na mitaala yetu mbalimbali. Mwanafunzi anapomaliza masomo yake aweze kuwa na ujuzi ambao utamsaidia. Akiamua kuwa injinia, basi atakuwa amepata ujuzi unaomwezesha kufikia azma yake. Akiamua kuwa mkulima, atakuwa amepata ujuzi ambao utamwezesha kufikia azma yake. Lengo kubwa likiwa ni kuleta tija na mabadiliko makubwa katika eneo hili la elimu. Vijana wetu sasa hivi wa bodaboda wengi wamejiwekezea kwenye uchumi wa bodaboda. Polisi wanawakamata, tukiingia madarakani hawatakamatwa tena na polisi. Katika eneo hili niseme, serikali yetu itakayoongozwa na chama chetu cha United Democratic Party, kwanza kabisa ni kutoa fursa ya kupata elimu. Polisi watawajibika kutoa elimu kwa hawa vijana wetu bodaboda kutimiza haki zao na majukumu yao. Sisi tunaamini katika utii wa sheria bila shuruti. Maana yake kijana wa bodaboda akielimishwa vilivyo, asitembee bila leseni, asitembee bila helmeti, na akaweza kufanya hivyo, maana yake hakutakuwa na kamata. Wakati mwingine kamata hizi zinawasaidia vijana kutimiza wajibu wetu. Ukitembea bila helmeti, ukipata ajali utapata shida. Lakini ukitembea bila leseni, inawezekana umejifunza udereva asubuhi, baadaye upo barabarani. Kwa hiyo ni wajibu sisi kama wazazi tuwakochi vijana wetu utii wa sheria bila shuruti. Na kama walivyosema wabunge wangu hapa kwamba UDP itaangazia kwenye suala zima la utoaji wa leseni kwa vijana hawa, hivyo sisi tumelipokea kama chama na tutalifanyia kazi. Bodaboda oye! Bodaboda safi! Na katika eneo hili la vijana wetu wa bodaboda ambao sisi tunajua changamoto na adha kubwa wanayokutana nayo, maana wanakuwa na mikataba ambayo wakati mwingine inawaumiza. Kijana anakaribia kumaliza mkataba, bosi anapindua meza. Maana yake hawezi kumaliza mkataba, hawezi kupata haki yake, anapoteza haki yake. Lazima tusimame nao hawa vijana wetu, kwa sababu ndio usafiri wetu wa nyonge, ndio usafiri wa haraka, na ndio usafiri sasa hivi uliosheheni kasi kubwa. Ukija mjini hapa utawakuta vijana wa bodaboda. Ukienda wilayani na mikoani, bodaboda wamejaa. Ukienda vijijini wako pia. Hivyo lazima tuweke mazingira mazuri ili waweze kufanya biashara zao. Na hata zile kodi na faini ambazo sio za lazima katika eneo hili tutawapunguzia, ili tuweze kuimarisha kwenye uchumi wao wanapofanya biashara, iweze kuleta tija, kwa maana kwamba tumedhamiria kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Ongea makamu hapa, kuna maisha baada ya uchaguzi. Ni lazima tudumishe mazingira ya amani na utulivu muda wote, na hasa
katika siku chache ambazo zimebaki kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Tumeweza leo kuja hapa kwa sababu nchi yetu ina amani. Tumeweza kutimiza jukumu hili la kikatiba la kuwa na uchaguzi kila baada ya miaka mitano kwa sababu nchi yetu ina amani. Hivyo mimi na wewe tutimize wajibu wetu wa kuitendea mema Tanzania yetu. Tanzania ndiyo nchi yetu ambayo tumezaliwa. Hatujachagua kuzaliwa Tanzania, tumejikuta tumezaliwa Tanzania. Hivyo ni lazima tuitendee mema Tanzania yetu. Ni lazima tuilinde muda na wakati wote kwa kuhakikisha inakuwa na amani muda wote. Naomba ndugu zangu, siku ya tarehe 29 tujitokeze kwa wingi kwenda vituoni kupiga kura, na unapopiga kura yako rudi nyumbani usubiri ili uweze kusikia baadaye tumeshinda na tunaongoza serikali. Gharama yoyote, kila Mtanzania hakikisha amelinda amani yetu. Ndugu zangu, uchaguzi unaokuja hatujajua nani atatawala katika nchi yetu. Hiyo ni siri ya Mungu. Inawezekana CCM itaondoka madarakani, kitaingia chama kingine madarakani. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, mnapojaribu kuvunja amani, mnavunja amani ya nchi yetu na inakuwa ni hatari sana. Kwa maana hiyo, nataka niambieni kitu kimoja. Rais wetu wa mwanzo wa taifa sasa hivi Tanzania si ipo. Mheshimiwa Mkapa ipo. Tanzania si ipo. Mzee wetu Magufuli ipo. Tanzania si ipo. Nataka Tanzania mlinde amani. Amani ndiyo kila kitu ya nchi yetu. Kwa tunaenda katika uchaguzi, lakini tukapiga kura kwa amani na utulivu. Na huu ndio muda sasa wa kubadilisha viongozi na kuingiza wale ambao tunawataka. Na tutumie demokrasi, tusitumie nguvu na mabavu na kuvunja amani ya nchi yetu. Nchi yetu ina taratibu nzuri, nao ni kuchagua viongozi kwa amani na utulivu. Naombeni sana ndugu zangu wa Mbagala, tukapige kura tarehe 29 na tujitokeze kwa wingi. Mimi ninachoamini nchi yetu ni nchi ya amani. Na mama yetu Samia Suluhu Hassan ambaye ni amiri jeshi mkuu wa nchi hii anasema kwamba amani ipo katika nchi yetu. Tujitokeze kwa wingi, tukafanya nini? Tukapige kura. Na hawa ndugu zetu wa polisi mmeona wapo hapa kwa ajili ya kulinda amani ya nchi yetu. Kwa hiyo hawa msiwaogope. Hata mkiona wana mabomu wana nini, nyie piteni mkapige kura. Watakuwa wanawalinda tu na si vinginevyo. Naombeni sana ndugu zangu wa Tanzania kwamba hatuna pa kukimbilia, sio Tanzania. Hii ndiyo nchi yetu.